Hii ni Bugoma TV. Habari. Mheshimiwa Mwenyekiti, wananchi wametumia nguvu zao. Unakuta bajeti ya mwaka wa kwanza fedha zijaenda, bajeti ya mwaka wa pili fedha zijaenda, mpaka maboma yanakaa miaka 10 hayajapelekewa fedha. Lakini ukija kwenye makusanyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunakwenda kukusanya 100%. Ukiangalia makusanyo kwa mfano ya mwaka jana, makusanyo ya mwaka huu ambao tumeenda kumaliza, Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi tunakuwa hatuko chini ya 100%. Nikienda Ruafwe nina vyumba vya madarasa 2. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni mwaka wa 6. Vile vyumba vya madarasa havijapelekewa hela, lakini kila bajeti vyumba vya madarasa vimo. Ukienda eneo la Igalukilo ya Bugwe, nina vyumba vya madarasa zaidi ya miaka 10 sasa, na vyumba 2 na ofisi 1 havijapelekewa pesa. Kwa hiyo inawezekana ndani ya halmashauri na maeneo mengine hayo madarasa yapo vizuri. Hata hapa tunatumia maji haya ya bomba, lakini kichimbwe kisima ambacho kitasavalize baada ya kwamba vyoo vinakuwa vina maji, angalau yapatikane maji ya kuweka kwenye mandoo kutoka kwenye kisima. Kama jinsi sekondari yangu ya Kalema ina kisima, maji yanapokata wanatumia kile kisima cha kuchimba. Tusidharau vile visima vya zamani, vilikuwa vinasaidia sana. Lakini kuhusu maji haya ya kisasa haya, kwa kweli ni kazi. Vyoo vyote hapa saizi havina maji. Hapa halmashauri hapa. Tusizungumze sijui wapi havina maji. Kwa hiyo kuchimba visima, kuleta vile visima vya kawaida ni muhimu sana. Kila sekta ipate hata kisima kimoja kwa kukizi tatizo hili la maji. Ni lazima tuwe na mkakati kupitia mapato yetu ya ndani, tujenge vyoo vya loko ambavyo vitatusaidia kipindi ambacho tuko kwenye mazingira ambayo ni hatarishi. Hiyo ndio mipango ambayo tunatakiwa tutoke, na nyinyi waheshimiwa madiwani tuazimie hicho kitu, kitatusaidia ili kutuweka katika mazingira ambayo tutakuwa salama. Na pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumefikia malengo kwamba tumepata 99%. Mimi kwa halmashauri ya kwetu, pamoja kwamba tumefikia hapo ukusanyaji, mimi naona hatukufanya vizuri kwa sababu halmashauri yetu ina uwezo wa kukusanya zaidi ya hicho. Lakini laiti kama tungeweka usimamizi mzuri wa maeneo yetu ambayo yanavujisha mifumo ya ukusanyaji wa mapato, tungekuwa na zaidi ya 100%. Kwa hiyo kwenye maeneo haya ya ukusanyaji wa mapato ni lazima tuweke mkakati wa kufikia mapato yetu kwa zaidi ya 100%. Tuvuke malengo, na hilo linawezekana. Halmashauri yetu tuna migogoro ya ardhi inayochangiwa na idara ya ardhi na maliasili. Huku ipo migogoro ambayo ni lazima, Mheshimiwa Mwenyekiti, hii idara ikae vizuri ili isituchanganye sisi wanasiasa. Tunachanganywa na migogoro ya ardhi. Na tunachanganywa vipi? Kuna maeneo ambayo wanafanya wakiwa wao peke yao bila kutushirikisha. Yakishakuwa magumu ndio wanakushirikisha mwanasiasa. Mkurugenzi, una wajibu wa kujenga mfumo ambao utawasaidia watumishi wao kukaa kitu kimoja. Lakini mkishatengeneza mpasuko, hatutakuwa na kitu kitakachoisaidia halmashauri. Mkurugenzi ni mlezi wa watumishi wote. Watumishi ukikaa nao vizuri,
watakusaidia katika mifumo ambayo itaifanya halmashauri kuwa nzuri zaidi. Mimi naamini halmashauri ya wilaya ya Tanganyika ina uwezo wa kufikia malengo kwa kiwango kikubwa sana, lakini ukishawafanya hao, ukiwagawanya, hata hao madiwani watagawanyika. Waheshimiwa madiwani, tukawe ni sehemu ya kutatua changamoto ya migogoro ya wakulima na wafugaji, kwani maeneo mengi migogoro isingeweza kuwepo, lakini inawezekana kwa kuchukua hatua mapema, basi ndio inapelekea migogoro ya wakulima na wafugaji kuendelea kushamili katika wilaya yetu ya Tanganyika. Na hivyo basi tunaelekezwa kwamba tuhakikishe kwamba wananchi wanakuwa na taarifa sahihi kupitia mikutano ya hadhara. Wananchi waambiwe kwamba watu wanatakiwa kufika wapi, hawatakiwi kwenda, ili kuendelea kuwasaidia wasije wakakutwa aidha na operation mbalimbali ambazo kimsingi zinakuta wamejiimarisha au wamejijenga, na baadaye wanapovunjiwa au kubomolewa inaonekana kwamba wanakuwa wanarudishwa nyuma. Bado hoja yetu sisi ya matundu ya vyoo na changamoto yake, mimi bado tu niko pale pale au tuko pale pale. Kakaeni, yaani lengo sio kuacha kutekeleza mradi, lengo ni kutekeleza mradi unaofanana na mazingira kama wataalamu wataona inafaa. Mimi naamini hiyo changamoto ya sheria inaenda kupungua kabisa, yani ya kujenga lakini kutokutumia. Lakini eneo lingine ambalo tumeshakwisha kuelekeza sana ni upande wa mabomba. Tumesema robo ya kwanza hii mwelekeze fedha kwenye mabomba. Sisi lakini tumenyoshea vidole sana, na ndio kweli sio pingika. Tumekuwa na miradi mingi, fedha inaletwa inaonyesha ni kukamilisha kabisa mradi ukamiliki, unachelewa na bado ukamiliki. Matokeo yake inaingia sasa kwenye kamati ya fedha kuomba fedha zingine, tunaizinisha. Kuna dalili ya kuonyesha sasa wameshatuwini nyinyi kwamba kila tutakachopeleka kwenye kamati ya fedha watapitisha tu kwenda kukamilisha. Safari hii tukubaliane kabisa, ni mpaka tujiridhishe kwamba ile fedha kweli iliyopelekwa pale ilikuwa ni la mfano ya serikali kuu, ilikuwa iweze kukamilisha mradi sawa. Lakini nje na pia na kutukamilisha, tutajiridhisha kabisa kwamba hivi ni kweli kwa maombi haya yanafanana. Hii ni Bugoma TV habari.